Karibu kwenye show za Wekundu wa Msimbazi Simba. Ni baada ya jana mchezo wao dhidi ya Al-Masry kupoteza kwa idadi ya mabao mawili kwa moja. Tuko na teacher GB 64 anakwenda kutulisha kwenye ile ya michezo ambayo amejia, lakini pia msemaji wa Young Africans Ali Shabani kama ana seke lake. Teacher uko poa? Bwana mimi niko fresh kabisa. Teacher, tuanzie hapa. Jana amepoteza kwa idadi ya magoli mawili. Matumaini yapo? Matumaini yapo makubwa tu, tena makubwa zaidi. Tena ndio wameitia, yani ni sawa sawa na moto uliowaka, alafu kaenda ukatia petroli au ukatia mafuta taa au ukapulizia upepo. Kwa moto utaendelea kufanya nini? Utaendelea kuwaka. Kwa sababu Simba tuna historia moja. Simba ukiona mechi anapoteza kwa Mkapa, basi hiyo mechi eza Simba wamepata matokeo ugenini. Wakija nyumbani huwa wanabweteka. Lakini kwa hii wewe chukua mfano wa mechi ya Kaizer Chiefs na Simba. Walitufunga goli 4 sio? Watu walizania kwamba Kaizer Chiefs angekuja hapa labda angetufunga goli 1 au 2. Umeelewa? Au Simba angepata goli 1 au 2, lakini mwisho wa siku tofauti ilikuwa ni goli hili na ni uzembe tu wa matumizi ya nini? Ya nafasi. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa Simba anapojeruhiwa ndo anakuwa mbaya zaidi kwenye mawindo kuliko Simba ambaye hajajeruhiwa. Ndio anasema kwamba nyie mmecheza sana mpira ambapo kuna namna mnashindwa kucheza hizo mechi za mtoano. Hazihitaji ucheze sana mpira, zinahitaji matokeo. Simba jana tumeshindwa tu kutumbukiza nini? Kutumia nafasi. Yaani matumizi ya nafasi, kwa sababu mpira wa sasa hivi ni vitu vitatu: commitment, space na nini? Na time. Kwa hiyo Simba tumeshindwa katika matumizi ya nini? Ya nafasi, lakini utengenezaji wa nafasi tumetumia nafasi vizuri. Tumetengeneza nafasi vizuri, lakini matumizi ya nafasi ndio yalikuwa ni tatizo jana. Kwa tukua na bahati nzuri katika finishing. Kwa hiyo mimi na uhakika mwalimu atarekebisha makosa, sawa? Simba ataenda kutumia nafasi na tutakuwa kwenye uwanja wetu wa nyumbani. Sawa, mchezaji anacheza kwa tension kubwa, anajua kabisa kwamba nikipoteza hii nafasi tayari shaigharimu timu. Kwa hiyo kila mchezaji atatumia nafasi vile inavyotakiwa. Mimi na uhakika Simba kuanzia goli 3 tunapata ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini Al-Masry wenyewe ni wagumu, wanajua kuzuia, wana mbinu nzuri sana katika eneo hili. Al-Masry na Uoya alikuwa nafasi ngapi? Si nafasi ya 6 katika nini lengi ya kafu. Alipigwa chuma ngapi pale? Simba anapohitaji jambo lake huwa anaga msalie. Ndio maana nikakwambia Simba akishajeruhiwa huwa anakuwa makini sana katika nini? Katika hunting process. Kuliko ile Simba ambaye hajajeruhiwa. Simba akishajeruhiwa ina maana anakuwa na njaa. Umeelewa? Sasa ile njaa yake, Simba mwenye njaa siku zote huwa ashindwage mawindo. Hata mnyama awe na nguvu ya kiasi gani, Simba atafanikiwa kufanya nini? Kumuinda. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi kabisa juu ya goli 2, yani kupata goli 2 ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, yani 2+. Simba tunazipata vizuri, tuna watu funga goli hata moja wao. Naona huna cha kumlaumu katika mchezo. Kaka, hivi klabu Constantine na wale nani Al-Masry, wewe unaona timu bora ni ipi? El Hilal Tripoli na wale Al-Masry, wewe unaona timu bora ni ipi? Kina Maburua na wamekufa chuma 3 pale. Klabu Constantine kafa chuma 2 bila. Simba anapotaka jambo lake huwa mara nyingi anamsalia. Si umeelewa? Wana mbinu nyingi za kushinda katika mchezo. Simba ameshajeruhiwa. Simba aliyejeruhiwa ni mbaya kuliko Simba ambaye hajamwaga damu. Simba ameshatobolewa, Simba ana damu. Umeelewa? Kwa hiyo kitakachokuja mbele ni size yake. Alafu kinachokuja mbele ni kile kilichomjeruhi Simba. Yaani hata Mmasai akishamtoboa mkuki Simba, huyo ujue anatakiwa awe makini zaidi na huyo Simba. Ndio maana Mmasai anapoenda kumwenda Simba akishamchoma anahakikisha mpaka amekata roho. Lakini sio mtoboa hapo amwache, hapo aanze kuindana. Simba wa mara nyingi anakuwa na hatari zaidi. Sasa vipi kwa wale ambao wanamlaumu Kamara kwa kusema kocha amempanga Kamara bado ni mgonjwa, ndio maana goli la kwanza kafungwa la kawaida. Wengi wanasema goli la kawaida sana lofu. Lile goli sio la kawaida, ni goli ambalo ni technical goli. Yule mpigaji anatakiwa asifue mpigaji alivyopiga ule mpira. Sababu ameupiga ule mpira alikuwa anajua kabisa mpira utafika sehemu fulani lazima utafanya nini? Utadunda. Kwa timing za Kamara zilikuwa katika position wakati ule mpira umefanya nini? Umeinuka kimo cha mbuzi. Lakini baada ya kudunda ule mpira ndio ukafanya nini? Ukampita Kamara. Kipa yoyote, hamna machamajela, kipa yoyote anafunga ule mpira. Kipa yoyote anafunga ule mpira. Na vipi kuhusu kiwango cha Kibu Denis jana? Watu wanasema kama hakuwa katika ile nyakati zake zenyewe. Kibu Denis alitumika katika mechi ya timu ya taifa. Mchezaji ambaye alitumika vikali sana. Alitumia nguvu kubwa sana kulitetea taifa lake. Kwa jana mimi simlaumu kwa kiwango alichoonyesha, na hata hivyo bado alicheza vizuri, lakini nina uhakika Kibu Denis akishasikia kelele zetu juu, yani kelele Wanasimba wanalia wanahitaji kitu, Kibu Denis anakuwaga ni mtu mbaya. Mpanzu ule anakuwa kama chizi, wachezaji wa Simba wote wanakuwa kama wenda wazimu. Yani mimi nakwambia hiyo mechi Al-Masry labda asilete timu.
Wao siri kubwa labda Almasi akimbia kama alivyokimbia mtu fulani. Wachezaji wa Simba mimi ninawafahamu kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Yatatokea maafa hapa. siri kubwa Simba anapokuwa kwa Mkapa ni Siri kubwa kwa Mkapa ni mashabiki wake. au kuna vitu vingine kisha mnafanya? Siri ya Simba wanapokuwa mashabiki wake. Kwa mfano na wale klabu Constantine, kama tungekuwepo mashabiki wala walikuwa wanakufa na chuma 6 au 7. Na ndio maana wao umeona amepata tabu, Joining Galaxy umeona amepata tabu. Mimi na uhakika kabisa pale chuma 3 zinapatikana bila wasiwasi. Yaani wale wachezaji wakishasikia kelele za mashabiki wa Simba wanapiga kelele, wakiangalia uwanja wote umeloa damu. Maana yake siku hiyo ni jezi nyekundu, ni uwanja lazima uloe damu. Simba wanakuwa ni wabaya zaidi. Wachezaji wa Simba wanakuwa kama machizi. Mashabiki tu ticha kweli au kuna kingine mnakifanyaga hivi? Nakwambiaje ni mashabiki, kelele za mashabiki. Lile tanuri la moto. Kama lile ni tanuri la moto, kuni ni nini? Kuni ni mashabiki wa Simba. Kelele zile ndio moto wenyewe. Na wageni ndio wanaungua. Umeelewa? Wageni wataenda kuungua. Yaani wanapo wataenda kuungua. Afu mechi ni saa 9. Mchana kweupe. Mchana kweupe. Akili zitawakaa sawa na Waarabu wana allergy na mwanga. Hata msemaji wako lakini aliwahi kusema kwamba timu za Misri ni ngumu sana msemaji wako. Timu za Misri ngumu, inategemea unacheza na nani. Almasri sasa. Sasa Almasri kama National Ali anakufa pale. Wydad kafu. Wydad sikapigwa chuma 2 pale. Sasa wewe Almasri nani? Yuko katika renki ya ngapi? Kwa sababu jana tumewazidi kila kitu. Si umeelewa? Na hata ukiangalia kwenye ligi yao tumewazidi kila kitu na ligi yetu. Sisi nafasi ya pili, wao nafasi ya 4. Sisi tumecheza mechi 22, wao wamecheza mechi 17. Sisi tumeshinda mechi 18, wao wameshinda mechi 8. Sisi tumesuru 3, wao wamesuru mechi 6. Sisi tumefungwa 1, wao wamefungwa mechi 3. Sisi tuna goli 50 plus, wao wana goli ngapi? Wana goli 19. Sisi tumeruhusu 8, wao wameruhusu 11. Ni matokeo ya mpira tu jana, kila kitu tumewazidi. Na hata jana ball possession, kila kitu, shoot on target, kila kitu tumewazidi sisi. Hata nafasi tutotengeneza, sisi tumetengeneza nafasi takriban 50. Na yani takriban 15 plus nafasi tulizotengeneza jana. Kama mnaweza mkashinda na ile unaambiwa umependeza lakini mjini hauendi. Nakwambia wewe Simba waga akikoga lazima aende sikukuu. Yaani Simba ashakoga, afu kavaa nguo za sikukuu afu mzee asende sikukuu. 2-1. Nakwambia hakuna cha mbili. Hakuna 2-1, wale wanafungwa kuanzia goli 3. Zinakaa kwa Mkapa. Kaizer Chiefs alitufunga 4, alikuja kufungwa ngapi pa? Unaona sasa alitufunga kwa 1-0, alifungwa goli ngapi? 7. Joining Galaxy alitoa sare kwa hapa, alichezea chuma ngapi? Simba anapohitaji kitu, si ndo tunaenda kuwaonyesha Yanga kwamba mechi kama hizi zinachezwaje. Timu shebu kulamba hapa nimeisahau tu jina lake, goli 3 ulifunga au 2. Mechi sisi tumefunga mechi 3 kwa Mkapa. Tulitolewa na Yudi Songo. Lakini angalia Simba tulishaanza kupata sare wapi? Nyumbani. Umeelewa? Tukaja tukafanya nini? Tukafungwa na Raja Casablanca. Uongozi umetoka kwenye uchaguzi, bado haujaleta ile solidarity yetu ya Simba nguvu moja. Umeelewa? Kila kiongozi anavutana huku, tunavutana huku, ndio tukafungwa pale. Umeelewa? Angalia uongozi ulivyorudi, Wydad kafa ngapi pale? Wydad na Raja Casablanca mkubwa nani ndani ya Morocco? Lakini Wydad kafa 2 pale. Simba tukishakaa kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja, huwa hatuna msalie. Mechi na Joining Galaxy tumezarau, tumewafunga 2-2 nyumbani kwao. Tukaona mechi imeisha. Lakini mwisho wa siku tukaja kwa Mkapa tukafungwa 3-1 kwa sababu kipindi cha kwanza Simba alipata goli 1. Dharau ndio ilikuwa imewaponza. Dharau, lakini tushafungwa 2-2. Yaani tunajua kabisa kwamba tushafungwa 2-2. Hawa wanatakiwa ongeze tena goli. Kaka Simba inakuwa wabaya. Mshambuliaji Ateba. Mshambuliaji Ateba, mshambuliaji yule Mkwala. Wewe utaona, yule Ateba yule utakuja kuona kitakachotokea kwa Mkapa. Nasema jana Ateba hakuwa na wakati mzuri. Hakuwa na wakati mzuri katika kutumbukiza nyavuni, lakini wewe utakuja kuona kitakachotokea kwa Mkapa. Mimi sina wasiwasi kabisa na Simba. Yaani mwana Simba alopungukiwa imani, aniguse mimi au anisikilize mimi, anifuate. Na anishawaahidi, Simba tusipofuzu mimi naacha kuongea na media. Uzungumzi tena. Sizungumzi tena, na kuwa mshabiki wa kawaida tu wa Simba na mwanachama wa Simba. Nafanya shughuli za tawi, lakini sizungumzi tena kwenye media kama hatutofuzu. Nina uhakika tunafuzu. Kwa hiyo kama kauli mbiu yetu iliyo. Hii kauli mbiu na Simba haijawahi kufeli kwenye slogan. Simba slogan gani ilofeli? Do or die ilifeli. Ndio hizi zinaishia robo finali tu. Wewe inda ilifeli. Zinaishia robo finali hizi. Nakwambiaje wewe utakuja kuona. Hii tunavuka. Hii kauli haitoki salama na mtu. Nusu finali sasa. Nusu finali tunakwenda, yani bila shaka kabisa. Nusu finali tunamtafuta Zamalek alipo. Finali na Simba tunafika finali na utabiri ulishafanyika.
Sasa kama mliamini yule aliyomwombea Dube ndio aliyosema kuna timu mbili, moja itaishia njiani makundi, moja itafika mbali. Sasa robo finali Simba shafika mbali. Sasa kwa nini amwamini ili kama mlimwamini Dube? Dube si alifunguliwa na huyu kwani? Hapo wana Yanga wanasema mkachukue baadhi ya notes kwao. Kwani kivipi walifika finali? Yanga hana cha kujifunza. Kwani yeye notes alichukua kwa nani? Si alichukua kwa Simba. Sasa mwalimu anafundishwa. Sisi ndio watu wa kwanza kutinga hatua ya nusu finali na hatua ya finali kwenye kombe la shirikisho. Klabu bingwa sisi ndio wa kwanza kucheza hatua ya nusu finali. Kwa hiyo yeye ndio kajifunza kwetu. Sisi hatuwezi kujifunza kwake. Hapo wakakazia kwamba muende mkajifunze jinsi ya kushinda ugenini. Kushinda wapi? Ugenini tena kwa Waarabu. Sasa yeye kashinda mechi ngapi ugenini? Kwenye kombe kama hili. Kashinda mechi ngapi ugenini? Sasa wewe nyumbani kwako hapa amemshindwa msiaji hapa kupata kigoli kimoja tu kashinda. Simba sisi tunaenda kumuonyesha goli mbili zinapatikana na tunafuzu. Sawa, Ticha, tuhame hapo kwenye mechi ya jana ambayo imetamatika kwa kupoteza mchezo huu. Kuna hili sakata la mechi ya Yanga na Tabora. Tukiachana na matokeo, msemaji wao mpaka sasa hivi watu wanasema yuko Lumani. Msemaji mimi nilijua yote haya kwamba huyu bwana lazima atakutwa na kazi ya fanini. Na kazi au matatizo ya kuwekwa rumande. Sawa Hii niliiona tu kwa sababu mkuu wa mkoa ni rais wa mkoa husika. Kwa sababu ndio maana anateuliwa na rais, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya. Hawa mkuu wa wilaya yeye ndio mwenyekiti wa baraza la usalama. Sawa la wilaya. Mkuu wa mkoa yeye ni mwenyekiti wa baraza la nini la usalama na ulinzi wa mkoa husika. Kwa hiyo polisi hawezi wakakubali yani mkuu wao wa usalama atukanwe. Uwezo ukamwambia mkuu wa mkoa wewe atachacha. Kitu kilichochacha shia kina samani. Akiliki maana yake. Yaani amemdharau vibaya, yani kashindwa tu kumtukania mama yake yule mkuu wa mkoa. Lakini kumwambia mtu yeye anaitwa chacha atachacha. Sasa anamuonyesha kwamba Messi chachi. Wana Yanga wanasema mnawaandama sana. Mbona kuna yale alitokea mkuu wa mkoa wa Mwanza na Ahmed Ali, mbona hayajafika? Tunamwandama sisi au serikali ya Jamhuri ya Muungano? Sema mnaungana nyinyi ndio. Ni agizo ni tamko kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano. Alikamwe lazima akamatwe kwa sababu amezarau serikali. Ukimzarau mkuu wa mkoa maana yake umezarau serikali. Umemzarau rais. Rais ndio anamweka yule pale asimamie shughuli zote za nini za serikali. Sasa ukimzarau mkuu wa mkoa maana yake umezarau jeshi zima la polisi la mkoa husika na Tanzania kwa ujumla. Umemzarau mpaka rais aliyomweka pale nani? Wanajiuliza sasa mbona alikuwa nikwambie. Hivi sasa hivi ukimtengua waziri mkuu ukamsimamisha kazi, yani ukamuondoa kwenye uongozi wake wa waziri mkuu, maana yake umelizarau nani? Umemzarau rais aliyomappoint yule na umelizarau bunge lililompitisha. Hadi bunge linavunjwa. Ndio sasa na huyu mkuu wa mkoa. Ukimzarau mkuu wa mkoa maana yake umezarau serikali kwa sababu serikali rais ndio alomweka pale yule ili asimamie shughuli zote za serikali katika mkoa husika. Kwa hiyo pale yeye alizarau serikali. Yeye unajua alikamwe akumtukana chacha, kaitukana serikali. Maana yake unaposema kwamba huyu mkuu wa mkoa atachacha, maana yake hata serikali yako itachacha. Sasa wewe kuna usalama hapo? Wana Yanga na wanahusisha, mbona kwa Ahmed Ali hajatokea? Msemaji wetu ndo anaandaa. Simba anahusika na nini? Kwani Mangungu au try again au Modeuji au bodi ya Simba ndio mkamata Alikamwe? Alikamwe kakamatwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Wanahoji mechi ya Pamba. Mechi ya nini? Mechi ya Pamba hata Matola alikamatwa. Lakini Matola yeye akumtukana. Walielezana ukweli. Matola alimwambia ukweli tu mkuu wa mkoa pale pale. Kwamba bwana kwa nini mnatungilia kwenye mazoezi? Mazoezi yetu haya ni mazoezi yetu sisi Simba kwa sababu kuelekea kwenye hii mechi. Wewe ni kiongozi wa Pamba. Kwa hiyo wewe tupishe kwenye mazoezi yetu. Tupishe tufanye mazoezi. Hakumtukana wala kumvunjia heshima. Lakini unamwambia mkuu wa mkoa atachacha. Mkuu wa mkoa kavaa shati la Christmas. Mkuu wa mkoa hana hela. Yaani wewe Alikamwe ndio una hela kuliko mkuu wa mkoa. Kwa nini haya yanatokea sana kwa upande wa klabu ya Yanga? Wasemaji wao wengi ndio wana tabia za kufanya kupata. Ndio jiulize sasa kwa nini wasemaji wengi, maafisa habari wengi wakiwa nje ya Yanga wanakuwa na tabia nzuri. Wanakuwa na kauli nzuri. Wakiingia Yanga tu tayari wanakuwa wanaota mapembe. Maana yake kuna kitu anakitegemea kutoka kwenye Yanga. Kwa sababu Yanga wanatembea na slogan wao ndio walioleta uhuru wa nchi. Kwa hiyo wanaiona serikali kama ya kwao. Hao wenyewe ndio mnafanyia hizo figisu. Wao hakuna, ni wao wenyewe na akili zao. Kwani Manara si alikuwa Simba? Wewe ulimuona alishapata kashfa kama hizi? Alikamwe si alikuwa Azam? Si alikuwa Azam anafanya kazi Azam? Alishapata na kashfa kama hizi? Hakuna kijana mstaarabu kama Alikamwe wakati uko Azam. Leo hii kwa nini amebadilika?
Kwa nini amekuwa kiburi? Kiburi hichi kinatokana na nini? Yupo klabu Sasa watu wanataka wakitafuta hichi kiburi. Huyu bwana kiburi kinajengwa na nini? Ndio maana wamemchukua wamemweka ndani. Ili wampe fundisho. Siku nyingine asirudie wala asitokee tena afisa habari mwingine akiteuliwa na Yanga awe na kiburi. Kwa sababu serikali ina mikono mirefu. Uwezo ukazalao mikono ya serikali na kukamata wherever you are. Shukrani. Asante sana.